Yule teacher amefunguliwa, anasema amepona, akaanza kuomba kwa nguvu. Aliomba ambavyo mimi sijawahi kuona mtu anaomba vile. Aliomba sana. Sasa anapozidi kuomba, anaomba kwa nguvu, ameshushiwa na Roho Mtakatifu. Anapozidi kuomba, mtoto wake alikuwa yupo jikoni, akadondoka. Mama yake anakuja kusema, baba nani? Mtoto amedondoka jikoni. Umeona? Kumbe kulikuwa kuna kifungo kimefungwa kwenye ile familia. Akaanza kuomba yule baba, yule mtoto kule anagalagala, akaanza kuomba. Mama yule na yeye walikuwa kidogo na wao pia walikuwa wanamtumaini Mungu. Ndio maana alikuwa anaenda kwenye makanisa mbalimbali na yule mke wake, kwa hiyo walikuwa wanamjua Mungu. Na yule mama akaanza maombi, walikuwa ni watu wa maombi, walikuwa ni watu wa ibada wale kwenye ile familia. Wakaanza maombi na yule mama akaanza maombi, watoto wake nao wakaja, walikuwa na watoto kama wengine wanasoma form 3 form 4, kaliko dondoka nika watoto kama darasa 6 hivi kakike. Na wale watoto wakaanza maombi. Nikaona sasa hii nyumba imeshakuwa kanisa. Yaani kama vile, nikasema mbona kama wana nguvu kunizidi mimi? Kama huyu baba ana nguvu kunizidi mimi. Nikasema nilifurahi sana, nikasema nimekutana sasa na mtu anayemwamini Mungu kweli. Nikasema kweli imani inapoa. Akamuombea mtoto wake akainuka, akakaa, akaomba maji ya kunywa, wakampa maji ya kunywa, tukakaa kimya. Mimi mwenyewe nimekaa nimetulia kimya. Na nikasema au alikuwa ananiigizia kwamba wewe ni mtumishi kweli. Na mimi nikakaa nimetulia. Baadaye yule teacher akapiga ngoma akasema, nakushukuru sana mdogo wangu, nakushukuru sana baba yangu, nakushukuru sana. Nikasema hapana, shukuru Mungu ambaye amekuponya. Pale mke wake akanifungashia vya kunifungashia. Akanifungashia mchele debe moja, mahindi debe moja, akalipa na mafuta lita 3. Sasa muda ule ulikuwa muda umeshaenda. Ikabidi nichukue pikipiki nipitie sehemu moja inaitwa Mtini, walikuwa wanakesha sana pale Mtini. Nikaenda nikanunua kuku nusu. Pikipiki yangu nina bodaboda wangu, tukaenda nyumbani. Nafika nyumbani, yule mke wangu amekata tamaa. Ameweka maji kwenye, nilimwambia tenge maji ya moto. Ametenga amekauka, ameongeza amekauka, ameongeza amekauka, akakata tamaa, akaenda kulala. Anashangaa mimi namgongea nina mavifurushi. Alishangaa sana. Kwa sababu wanawake siku ya sherehe anaona wenzake wanaandaa pale, wanapika hivi na hivi na hivi. Alafu yeye amekaa kinyonge. Anashangaa narudi na mchele, narudi na mafuta, kumtumikia Mungu kunalipa bwana. Narudi na mafuta na hela ninayo. Wakati nilienda kwa mguu, tulikuwa tuna shida. Vitu vipo. Nikamwambia mke wangu, nani anza kupika sasa hivi. Hata huu ni usiku, anza kupika vianze kunukia. Watu wajue wanayemtumikia Mungu wasikatiwe tamaa. Na kushauri mwanaume anayemtumikia Mungu simkatie tamaa. Mwanaume ambaye anamtaja Yesu, mwanaume ambaye pumzi ipo, basi tumaini lake lipo mpaka anaingia kaburini, ndo ndoto zake zinaisha mwanaume. Wakapika pale, asubuhi ikafika, nikampeleka shopping mke wangu akafanya shopping. Sasa nikaendelea kuhubiri kwenye magari. Ninavyohubiri watu walikuwa wanahitaji namba zangu, na wapa namba, watanipigia. Mtumishi, huduma yako inapatikana wapi? Mimi kipindi hicho sina huduma. Nasali tu kwa mke wangu, naendaga kanisani kwake, kanisa X. Sasa nikawa nampigia yule mchungaji, bwana kuna mtu anahitaji huduma, anahitaji kuokoka. Mchungaji sema safi sana, kijana unapambana, mlete. Kwa hiyo mimi nikawa naenda kanisani kwa yule mchungaji. Sasa siku moja mchungaji akanipigia simu. Mimi tayari nahubiri kwenye magari, naenda huko nahubiri, nimeshapata tena confidence ya kuhubiri. Akanipigia simu mchungaji akaniambia, "Dogo, una Mungu?" Nikamwambia mimi nina Mungu. Nina imani, nina Mungu kama wa Elia anaweza kukausha hadi maji. Akaniambia, "Kama una Mungu, jiandae." Nikasema sawa, nikajiandaa. Akasema tunaenda kuhubiri sehemu ngumu. Nikasema sawa. Tukapanda zetu gari, huko tunakoenda kuhubiri ni Waislamu tu. Ni Waislamu tu. Wewe leo naye nichukia. Mimi nilikubalika na Waislamu. Waislamu walinikubali, wakasema dogo, tunakupa saruti. Tukaenda kuhubiri njia ya kwenda Mtwara huko. Kuna sehemu moja inaitwa, nimesahau kidogo jina, njia ya kwenda Mtwara. Inaitwa wapi? Nimesahau kidogo. Kule kuna Waislamu tu. Nikafika pale na kuambia nilitema nondo. Waislamu walikuwa wanapita, wamevaa barakashe na ninatema nondo mpaka wanasimama mikono nyuma wananisikiliza. Wananisikiliza, wamenikubali. Wewe leo unanichukia. Fika pale Tunduru, mchungaji wangu ndo akaanza mahubiri.
akahubiri. Na kumbuka kwamba Tunduru nimewaambia Waislamu ndo wengi. Alihubiri, alitema nondo, watu wanapita tu. Akahubiri, akatema nondo, watu wanapita tu. Tunamsikiliza mimi na mwenyeji wetu, tulikuwa tumetafuta mwenyeji. Sasa mchungaji akasema zamu yako. Umeona? Kumbuka yule mchungaji hajawahi kuniona mimi nahubiri. Anasikiaga tu dogo anatema nondo ni hatari. Akasema haya zamu yako. Nikasema Mungu, leo hii nionyeshe mchungaji anikubali. Nikamwambia hivi, bila kumtaja mtume hapa sipati watu. Hata nauli tutakosa. Nikaanza kumtaja mtume, nikamwambia hivi, mtume alifanya kazi kubwa sana hapa duniani. Kabla hajafa mtume amefanya kazi kubwa. Mtume alioa wanawake 11, alizaa watoto 7. Sasa watu wakaanza kusogea, huyu anayemtaja Yesu anamtaja na mtume ni nani? Watu wakaanza kusogea wanisikilize. Nikamwambia ndiyo, mtume alifanya kazi kubwa. Alioa wanawake 11, alizaa watoto 7. Hawa wanawake wengine alioa kwa sababu ya kutangaza Injili, kwa sababu ya kumtangaza Allah. Uongo ukweli? Ukweli. Nikamwambia mtume amekufa mwaka 632 akiwa na miaka 63. Uongo ukweli? Akasema ukweli. Mtume na Yesu walikuwa marafiki hata kama hapa duniani hawakuonana. Nikaanza sasa kutema nondo, watu wameshaja. Nikaanza kutema nondo kumtangaza sasa Yesu. Sasa nikasema Yesu na mtume walikuwa marafiki. Kwa nini? Nikasema hivi, wote walikuwa wanamkemea shetani. Wote walikuwa maadui wa shetani. Maadui wakiwa maadui wa shetani, hao watu ni marafiki kiroho hata kama kimwili hawajakutana. Ndiyo uongo ukweli? Ndiyo. Nikasema hivi, yote 9 mtume alikufa mwaka 632. Alikufa kwa maradhi ya muda mfupi. Uongo ukweli? Kweli. Nikamwambia sasa yuko Yesu. Huyo mwamba huyo alikufa msalabani. Alikufa kwa mateso, kwa viboko, marungu, walimtemea na mate. Lakini alivyokufa pia alishinda mauti, akafufuka siku ya 3. Wote wamekaa kimya. Nikamwambia lakini mtume alivyokufa hajawahi kufufuka. Uongo ukweli? Aya, Yesu hajawahi kuzaa hapa duniani. Uongo ukweli? Yesu aliletwa kwa sababu ya wenye dhambi, kuwaokoa wenye dhambi. Uongo ukweli? Waislamu wote walikaa kimya. Ushawahi ona unapewa sadaka na Waislamu? Waislamu wagumu. Waislamu wagumu, nakwambia walai. Waislamu wagumu sana. Waislamu sio kama Wakristo. Mkristo amesikia kuna mtume huku, amehamia huku, amefufua, huyu amekimbia kanisani kwake. Kumhamisha Muislamu kazi ngumu. Kwanza Muislamu kutoa sadaka mgumu. Watu ni wagumu sana. Kwa nini nakwambia hivyo? Kwamba mchungaji yule akanikubali. Kitu alichokipanda Mungu lazima kitadhihirika tu. Mwambie Yesu, kwa jina la Yesu, kilichopandwa ndani yangu kidhihirike. Hata kama shetani amekipiga, kije kionekane. Hata kama shetani amekififisha, kije kionekane. Mungu amepanda kwangu nije kuwa mwinjilisti. Mungu amepanda kwangu nije kuwa muimbaji. Lakini shetani amepiga. Na shetani, kwa akili ya shetani, huwa anapiga pale ukiwa mtoto. Anapiga unapozaliwa, kipawa chako anakipiga unapozaliwa. Ujifunze tu kwa Yesu. Yesu alivyozaliwa tu, shetani alitaka kupiga kipaji chake. Alitaka kupiga kipawa chake. Shetani anasema Mfalme Herodi akaona nyota. Umeona? Akaona usingizi ukampaa. Akaua wazaliwa kwanza, wazaliwa wa wakati ule wa kiume, akawaua wote, akimtafuta nani? Akimtafuta Yesu. Kwa nini alitaka kumuua akiwa mdogo? Kwamba shetani anaamini akikuacha umekuwa atakushindwa.